Mambo vipi mdau na mwanafamilia wa Fino Media? Karibu katika makala ya Nyati sehemu ya 5. Msimuliaji wako ni mimi Editor Chiwaligo. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uzidi kupata taarifa zetu na makala mbalimbali kupitia hapa Fino Media. Karibu. Nini kifanyike ili kuendelea kunusuru wanyamapori hususan nyati katika maeneo ya hifadhi za taifa na mapori akiba hapa Tanzania? 1. Kupambana na ujangili kwa hali na mali na kuongeza askari wa wanyamapori katika maeneo tengefu ya hifadhi za wanyamapori na hifadhi za taifa. Hii itafuatana na kuongeza doria za mara kwa mara katika maeneo husika ili kupunguza adha ya ujangili hapa nchini. 2. Kuwepo kwa sera ambazo zitasaidia kupambana na uharibifu wa mazingira hasa karibu na hata maeneo ya ndani ya hifadhi ili kupunguza kuhama kwa wanyama hawa kwa ajili ya kutafuta chakula. 3. Kutoa elimu kwa wananchi juu ya umuhimu wa kuwatunza wanyamapori na utunzaji wa mazingira kwa sababu watakuwa mabalozi wazuri hata kuweza kuwafichua majangili ambao wanaishi katika maeneo yao. 4. Kuanzishia na kijiji miradi mbalimbali ili waweze kutumia muda mwingi kuwaza maendeleo ya miradi yao na sio kuinda wanyamapori. 5. Ufuatiliaji mzuri na uhakiki wa vibali vya uwindaji vinavyotolewa kwa wawindaji ili kuepuka changamoto ya kuindwa kwa wanyama zaidi ya idadi iliyotakiwa kwa winda. Pia kuwafuatilia wahusika pale wanapokuwa wanatekeleza shughuli zao za uwindaji ili pasiwepo na utofauti wowote kati ya kibali kinavyosema na kile kinachoenda kufanyika katika uwindaji. Migogoro baina ya binadamu na wanyamapori itafutiwa ufumbuzi wa haraka kwa sababu hii pia inazidi kukua siku baada ya siku. Mfano, kupaka pilipili maeneo ya mazao au pembezoni mwa shamba. Hii inasaidia sana kuzuia nyati na wanyama wengine walao mazao wasisogee karibu kutokana na kuwasha kwa pilipili. 7. Kutekelezwa kwa sheria zinazowekwa ambazo zinasimamia masuala ya maliasili na usimamizi wa wanyamapori. Sheria hizi zifanye kazi bila kuangalia aliyekiuka sheria ni nani na ana wadhifa gani. Kwani ikumbuke kuwa ukimwangalia mtu cheo alichonacho na kuharibu mali ya umma anaumiza wananchi walio wengi sana. Hivyo, mamlaka husika ziwe na macho ya kufuatilia na utekelezaji wa sheria hizi. 8. Yafanyike matangazo mbalimbali ambayo yatakuwa yanaonyesha thamani ya wanyamapori lakini pia kuhamasisha watu kufanya utalii wa ndani kwa kupunguza gharama au kuweka wazi gharama husika kama inavyofanyika katika baadhi ya maeneo mengine. Gharama za sasa haziwafikii wananchi walio wengi na hatimaye wachache ndio wana uwezo wa kutembelea katika hifadhi zetu za taifa. Shukrani sana kwa kuendelea kutufuatilia wewe mwanafamilia wa Fino Media. Natumaini kupitia makala hii ya mnyama nyati utakuwa umejifunza mambo mengi sana. Nikusihi tu usiache kutembelea katika vivutio mbalimbali vilivyopo katika nchi ya Tanzania, hususa katika mkoa wa Katavi ili ujionee vivutio vilivyopo vingi na uweze kujifunza pia katika utalii wa ndani. Langu jina ni Editor Chiwaligo. Kwa niaba wote waliosaidia kukuletea makala hii, nikutakie uangalizi mwema.